Haya mtazamaji, ni tanzia hiyo, lakini tutakuwa tunaipata kikamilifu baadaye kidogo. Tusalie na tanzia, na ni kwamba mhudumu wa afya mwenye umri wa miaka 26 amefikishwa mahakamani kwa mashtaka ya kumuua mpwa wake mwenye umri wa miaka 17. Upande wa mashtaka unasema mashtaka yalihusisha unajisi, kunyongwa na njama ya kuficha mauaji hayo. Mshukiwa mkuu Shafa Bilal Shaklani pia anashtakiwa kwa kuidanganya familia ili kuandaa mazishi ya haraka kwa madai kuwa alifariki kutokana na ugonjwa. Mshukiwa amekana mashtaka hayo huku mahakama ikijiandaa kusikiliza ushahidi ukiwemo wa mtoto aliye chini ya ulinzi. Mshtakiwa Shafa Bilal Shaklani alisimamishwa mbele ya Jaji John Onyego katika mahakama kuu ya Garissa akikabiliwa na tuhuma za mauaji kinyume na kifungu cha 203 kinachosomwa pamoja na kifungu 204 cha kanuni ya adhabu. Upande wa mashtaka unaeleza kuwa usiku wa Novemba 16 mwaka wa 2025 katika eneo la Bohol 5 kaunti ndogo ya Fafi, kaunti ya Garissa, mshtakiwa alimuua mpwa wake mwenye umri wa miaka 17, Safia Hussein Bilal. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, msichana huyo alinajisiwa kabla ya kunyongwa hadi kufariki, huku mahakama ikifahamishwa kuwa baada ya mauaji hayo mshtakiwa alipanga kuficha uhalifu huo. Inadaiwa kuwa Shaklani aliwadanganya watu watatu wa familia yake akidai kuwa msichana huyo alikuwa amefariki kutokana na homa ya dengu. Kwa misingi hiyo, aliomba msaada wao kuosha mwili na kuufunika kwa sanda, akisema anajiandaa kwa mazishi ya Kiislamu. Upande wa mashtaka unasema lengo lilikuwa kuzika mwili kwa haraka na kwa siri kabla ya chanzo halisi cha kifo kugunduliwa. Watu hao watatu walikamatwa kuhusiana na tukio hilo, lakini baada ya uchunguzi wamegeuzwa kuwa mashahidi. Upande wa utetezi uliwasilisha pingamizi ukiomba mahakama isitishe kusomwa kwa shtaka, ukirejelea ripoti ya uchunguzi wa afya ya akili iliyobainisha kuwa mshtakiwa ana changamoto ndogo ya afya ya akili inayohusishwa na matumizi ya mirungi. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulipinga ombi hilo ukisema ripoti hiyo hiyo ilihitimisha kuwa mshtakiwa yuko sawa kiakili na anaelewa vyema mashtaka yanayomkabili. Aidha, Jaji Onyego ameeleza kuwa mshtakiwa alionyesha kuelewa kamili kwa mwenendo wa kesi, akijibu maswali ya mahakama kwa ufasaha kuhusu wasifu wake na sababu ya kufikishwa mahakamani. Shaklani alijitambulisha kotini kama mhudumu wa afya wa jamii na baba wa watoto wawili na kukana mashtaka dhidi yake. Upande wa mashtaka umesema utawaita mashahidi 9 akiwemo mtoto wa miaka 13 ambaye yuko chini ya ulinzi. Kesi hiyo sasa inaingia hatua ya kusikilizwa kikamilifu, huku mahakama ikitarajiwa kuchambua ushahidi kuhusu mauaji ya mtoto na madai ya njama ya kuficha uhalifu huo.